Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu. Katiba kwanza ilikuwepo, lakini kuna baadhi ya vipengele ambavyo vya uendeshaji wa kutoka kwenye mfumo wa kawaida kuingia kwenye mfumo wa mabadiliko wa uwekezaji. Kwa hiyo kuna baadhi ya vipengele, nadhani serikali walitoa maagizo kwamba lazima vifanywe kazi ili kuwezekana Simba tuendane na kasi ya huo mfumo ambao tunahitaji. Kwa hiyo kwenye zoezi hilo kulikuwa na changamoto nyingi hapo katikati, kila mtu alikuwa na funza lake. Kuna maneno alikuwa anatengenezwa kwamba huyu hataki hili, huyu afanye hivi, lakini ukweli zaidi ulikuwa ujulikani, na maana tunasubiri jibu kutoka serikalini kwamba kile ambacho tunachodhamiria kwa kufanya ikiendane na matakwa ya katiba ya nchi yetu ya Tanzania. Tumpongeze waziri wa michezo Mheshimiwa Paul Makonda. Nadhani baada ya kutoa siku 12 siku 3 tu nadhani majibu ya tumekuja kuyapata. Sasa sijajua hizo siku hiyo miaka yote walikuwa wanafanya nini mpaka majibu yalikuwa majibu kutoka mpaka kuzungumza waziri na ndo majibu ya hilo kutoka. Lakini ukiachia hayo yote niwapongeze hata wa baraza la hili ambao waliotoa hizo taarifa, tuambie kiu ya mashabiki wa klabu ya Simba wengi ambao ni watu wa hali ya kawaida walikuwa na uchu kabisa na walikuwa wanatamani kuona klabu yao ikisonga mbele kwenye mfumo wa mabadiliko. Kwa hiyo baada ya kutoka mwongozo leo, nadhani sasa hivi upande uliobaki ni upande wa klabu, ili na wao warudi wakae chini watengeneze mikakati yao ili tukamilishe lile tulilokusudia kulifanya ili Simba isonge mbele. Na kwenye katiba hii ambayo imekabidhiwa leo inasema Simba haitambui mchezaji mmoja bali wachezaji zaidi ya mmoja. Sio Simba haitambui. Uwekezaji umepanuliwa wigo, baada ya mwekezaji mmoja waje wawekezaji zaidi ya mmoja. Kwa hiyo sio kama haitambui. Mohamed mwekezaji wa klabu ya Simba. Katika wawekezaji walioomba Mohamed kaomba. Kwa hiyo akija mwingine na mwingine inawezekana nafasi ya hao watu wengine wasiwepo na wale waliokuwepo tuchukue. Sababu hiyo nafasi ya watatu imewekwa. Sasa ingine asije ndio utafanyaje? Kwa maana haitatambua mchezaji mmoja bali zaidi ya hao. Ndo utaratibu uliokuwepo, na hata wana Simba wengi hilo walikuwa wanalitamani, kwa sababu hata mwanzo wakati Mohamed hajazungumza swala la uwekezaji kwenye klabu, Simba ilikuwa inawafadhili, lakini alipokuja tulipokea. Tulichokuwa tunataka kujua wawekezaji watakaoongezeka lazima waendane na thamani ya klabu yetu. Sio wanatuambia kuna wawekezaji wanakuja wawekezaji ambao hai kama vile zamani. Tunahitaji wawekezaji waliokuwa tafu. Tumeona Mohamed baada ya kuingia tu kadiriki kuweka bilioni 20 na halikuwa yuko tayari kusaidia klabu kabla hata mpango wa wawekezaji haujakamilika. Kwa hiyo swala la wawekezaji watatu nadhani hata Mohamed mwenyewe hawezi kulipinga. Na hamna mwanachama hata mmoja au hata Mohamed kama alipinga kuja kuongeza zaidi ya wawekezaji watatu. Sema ndio maana watu walikuwa wanaikalia hii taarifa ili mradi ionekane kama mtu fulani hataki hili swala. Lakini sio kweli. Wawekezaji watatu na ndio uendeshaji wa klabu. Kama kwa leo kuna mwekezaji mmoja, tumetoka nafasi ya 87 mpaka nafasi ya 5 katika ubora. Je, wakija kuongezeka wawekezaji wengine zaidi ya huyo mmoja, sisi tutasonga mbele. Kwa hiyo mtu anakataa hivyo vitu, lakini kuna watu ndio maana walikuwa hawataki hivyo vipengele vije hadharani, kwa sababu watazungumza uongo na uongo utaonekana ukweli. Lakini leo wamedhihirishiwa na wamedhalilika kwamba alichokuwa anaongea cha uongo. Vitu vyote ni wapongeze serikali. Kwanza wamethamini uwepo wa wanachama klabu ya Simba. Na serikali wametambua kwamba mkutano mkuu ndio chombo chenye mamlaka ya mwisho katika klabu ya Simba. Lakini thamani ya klabu yetu ya Simba wamekabidhiwa wadhamini wa klabu ya Simba, ambao wao na ndio watamiliki na kuongoza klabu ya Simba kwa kila jambo lililokuwa na thamani katika klabu yetu. Tuwapongeze sana katika hilo, serikali wameliona, kwa sababu tulikuwa tunaona viongozi tunawachagua mara nyingi unawachagua wanaangalia maslahi yao, angalia klabu. Lakini na uhakika kabisa wadhamini wa klabu ya Simba na maana watathamini logo ya klabu ya Simba na neno Simba Sports Club litakuwa na thamani zaidi. Leo kiongozi klabu yetu inatukanwa. Kuna watu wengi wanatokea wanaiongelea klabu yetu mambo ya ovyo. Hatuone action yoyote viongozi wetu wakichukua, lakini na uhakika baraza la wadhamini wanaweza kuchukua hatua. Na wale kuwepo kwenye baraza la wadhamini, mzee Kapuya, mzee Jaji Hayo, sio watu wa mchezo. Na uhakika sasa hivi mtu atakayekosea klabu ya Simba kwa kuizungumzia logo ya klabu ya Simba kwa mambo mabaya, basi kinakuja kufuta kitu kibaya. Kuna pengine kuna kutokea sasa
kuwa na uhuru kwa wanachama kutoa maoni yao na kutoa maoni yao kwa kukamatwa pamoja na polisi. Maoni lazima utoe, na ndio maana serikali wametupa mamlaka na wanathamini wanachama, na mkutano wa wanachama ndio kitu ambacho chombo cha mwisho kabisa cha kutoa cha kuhukumu kitu fulani. Sasa leo inaonekana mtu anazungumza kitu cha haki, mtu anakujengea mabifu, mwisho wa siku anakuletea, unaonekana wewe ufai, unakuja kukamatwa. Kosa langu nini? Kusema ukweli. Tunatakiwa tuzungumze ukweli. Sehemu ya ukweli tuzungumze ukweli. Sehemu kusipotakiwa kuzungumza vitu vya ovyo lazima tukemee. Ndio maana sasa hivi kumekuwa na uhuru. Leo hata kwenye serikali. Sio serikali kuna watu wanakosoa, lakini unapokosoa ndio watu wanajua siri za watu wanaokosea. Au sio bana? Lakini kama ingekuwa watu wakosoani, kuna baadhi ya vitu kulikuwa kunafanyika, kuna mambo ya ovyo. Lakini leo mambo ya ovyo hata kwenye serikali hakuna, yamebaki machache. Kama alikuwa 90%, labda yamebaki 20% au 30%. Lakini kwa sababu watu wanasema, leo watu wanazuia watu wasiseme. Utamzuiaje mtu asiseme? Kama kuna sehemu kunafanyika mambo ya ovyo watu watasema. Yaani hilo hawezi kuzuia. Kuna watu mimi naona nasikia wanaongea mitaani. Kuna wengine wanakwenda kwenye baadhi ya maeneo, kuna watu wanaandika, yule anaongea sana. Mimi lazima niseme. Nakisemea kitu ambacho nakipenda. Tukikaa kimya, hamna mtu atakayeelewa. Leo maneno nilosema leo Makonda kasikia vilio. Leo katiba haijatoka ambayo ilikaa zaidi ya miaka 7 watu wanaikalia chini. Baada ya maneno yetu siku 3 tu tumekuja kupata majibu. Sasa tungekaa kimya. Waache watu waseme. Ili mradi usivunje sheria ya nchi na ili mradi usitukane. Sisi hatutukane, tunazungumzia vitu vilivyokuwepo, tulikuwa tunahoji. Wanachama ndio tuliodai mfumo wa mabadiliko. Uliza, hamna kiongozi aliyotoka hata aliyokuwa alistaafu au aliyokuwa madarakani alikuwa anataka mfumo wa mabadiliko upite. Wanachama ndio tuliodai agenda ya 9 ya mabadiliko. Police Messi Masaki chini ya uongozi wa Evans Yaveva. Tulisema tunahitaji mfumo wa mabadiliko baada ya Mohamed Dewji kusema atakuja kufanya mfumo kubadilisha klabu yetu ndio kuna mabadiliko. Sasa leo ukisema unaonekana wewe unazungumza sana. Mtu kwa sababu yeye kiongozi ndio anampa 200, anamkingia kifua kiongozi, anataka mtu usiseme. Mimi sitaogopa kusema. Mimi niwaambie ukweli. Unapotakiwa kusema nitasema. Tunapofanyika kosa mimi kama niliona hili mimi na uwezo wa kulizungumzia na lizungumza, wengine waseme. Kuna wengine wajue, kuna mwingine ajui haya matatizo.